Moza Kasubi, naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Ilala, na leo tunatoa taarifa ya robo mwaka kipindi cha Januari hadi Machi 2026. Katika kipindi cha robo mwaka Januari hadi Machi 2026, TAKUKURU imeweza kufanikiwa kufanya yafuatayo katika utendaji kazi wake. Kwanza kabisa, imeweza kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya jumla ya shilingi bilioni 52,157,245.72. Mkoa wa Ilala, TAKUKURU mkoa wa Ilala imeweza kusaidia mradi wa kituo cha polisi Bonyokwa wenye thamani ya shilingi milioni 406,645,405 kuendelea na utekelezaji baada ya kusaidia mkandarasi MS Nyakiro Investment Limited kulipwa kiasi cha shilingi milioni 181,949,153.40 alizokuwa akiidai halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa kazi alizokuwa anazitekeleza. Awali mkandarasi huyo alisimama kuendelea na kazi kutokana na ucheleweshaji wa malipo hayo. Aidha, tumeweza kufanikiwa katika utekelezaji wa miradi mingine 6 yenye thamani ya shilingi bilioni 51,678,511,840.72. Hii ilikuwa ni katika kuhakikisha maboresho yenye kukidhi viwango vinavyotakiwa yamefanyika na baada ya kubainika mapungufu katika baadhi ya kazi zilizokuwa zinatekelezwa. Katika uendelezo wa kufuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi hiyo, TAKUKURU Ilala imefanikiwa kuhakikisha mapungufu yaliyobainika katika utekelezaji wa miradi kadhaa yameweza kurekebishwa, na tunaendelea na ufuatiliaji ili kuhakikisha miradi yote inatekelezwa kulingana na thamani ya fedha iliyotengwa. Miradi hii ni kama ifuatayo. Kwanza kabisa, kuna mradi wa ujenzi wa kitega uchumi wa DDC Kariakoo. Huu una thamani ya jumla ya shilingi bilioni 36 na milioni 700. Alafu kuna mradi wa ujenzi wa barabara ya mtaa wa Lindi Kariakoo. Hii ni barabara ambayo inajengwa kwa kiwango cha lami ambapo thamani yake ni shilingi bilioni 2,840,370,931. Tatu, kuna mradi mwingine wa ujenzi wa kisima cha maji kilichopo Mchikichini Ilala ambapo thamani yake ni shilingi milioni 164,076,240.18. Vile kuna mradi wa ujenzi wa kituo cha afya Mchikichini Ilala ambapo thamani yake ni shilingi bilioni 7,129,128,104.34. Na vile tulifuatilia mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari ya Kitunda Relini ambapo huu thamani yake ni shilingi bilioni 4,226,565.20. Na mwisho tulifuatilia mradi wa kikundi cha vijana cha Fighters kilichoko Segerea, kikundi ambacho ni cha vijana wanajishughulisha na usafirishaji wa abiria kwa kutumia pikipiki maarufu kama bodaboda. Kikundi hichi kilipewa jumla ya shilingi milioni 40 za mkopo kupitia mikopo inayotolewa na halmashauri ya jiji kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa upande wa uelimishaji umma, katika kipindi husika tunaweza kuendelea na utoaji wa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa ambapo makundi mbalimbali ya wananchi yanaweza kufikiwa na jumla zaidi ya wananchi 19,320 wanaweza kufikiwa. Aidha, njia mbalimbali zinaweza kutumika katika kuelimisha makundi hayo kwa kutumia vipindi vya redio pamoja na televisheni. Jumla ya klabu za wapinga rushwa 33 zimeweza kuimarishwa
kupitia utoaji wa mada mbalimbali juu ya athari za rushwa. Semina 28 ziliweza kutolewa kwa watumishi wa umma pamoja na vipindi vya redio na televisheni 4, lengo likiwa ni kujenga uwezo wa uelewa wa athari za rushwa na kuwajibika kila mmoja kwa nafasi yake kwa uadilifu. Aidha, tumeweza kufanya jumla ya maonesho mawili. Onesho moja ni wakati wa uzinduzi wa kamati za ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya jijini Dar es Salaam, na jingine ni wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo hapa tuweza kuelimisha wanawake juu ya wajibu wa mwanamke katika mapambano dhidi ya rushwa. Upande wa uchunguzi na mashtaka, TAKUKURU mkoa wa Ilala imeweza kufanikiwa kuokoa jumla ya shilingi milioni 57 na laki 5 kupitia shauri la uhujumu uchumi namba 2458 la mwaka 2024, shauri ambalo lilihusisha washtakiwa 4 wa makosa ya ufujaji na ubadhirifu, matumizi mabaya ya madaraka na kusaidia kutenda kosa. Washtakiwa waliweza kufanya ubadhirifu wa shilingi milioni 115. Hii ilikuwa ni mali ya chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa TALGU. Washtakiwa waliweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi milioni 57 na laki 5, na hizi zimehifadhiwa katika akaunti ya mkurugenzi wa mashtaka yani DPP iliyoko Benki Kuu, na kiasi kilichobaki kitakamilishwa katika awamu ya pili kwa mujibu wa makubaliano au mkataba uliofikiwa. Vilevile katika kipindi cha Januari hadi Machi 2026 tumeweza kupokea jumla ya malalamiko 27 ambayo 26 kati ya hayo yalihusu vitendo vya rushwa na lalamiko moja halikuhusu vitendo vya rushwa, ambapo mlalamikaji aliweza kushauriwa kufika kwenye idara husika kupeleka malalamiko yake. Aidha, mashauri mawili yameweza kukamilika mahakamani ambapo jamhuri imeweza kushinda na mashauri 8 yaliyobaki bado yanaendelea mahakamani. Mkakati kati ya kipindi cha Aprili hadi Juni 2026. TAKUKURU mkoa wa Ilala inaendelea na mkakati wake wa kufuatilia fedha za miradi ya maendeleo ili kuhakikisha thamani ya fedha inafikiwa katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, na vilevile itaendelea kuelimisha jamii na makundi mbalimbali hasa wanafunzi juu ya kuzingatia uadilifu na uzalendo kwa nchi yetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.